Ndugu zangu katika Kristo, karibuni katika tafakari ya neno la Mungu leo, ikiwa ni Dominika ya 32 ya mwaka C, mwaka wa kanisa. Masomo yetu siku ya leo, somo la kwanza linatoka katika kitabu cha pili cha Makabayo sura ya 7 aya ya kwanza mpaka ile aya ya pili na ile aya ya 9 mpaka aya ya 14, na huko somo la pili ni waraka wa pili wa Mtume Paulo kwa Wathesalonike sura ya pili aya ya 16 mpaka ile sura ya 3 aya ya 15, na huku injili takatifu siku ya leo ni Injili ya Luka sura ya 20 aya ya 27 mpaka ile aya ya 38. Karibuni tuweze kutafakari kwa pamoja sehemu hii ya maandiko matakatifu, lakini nikukumbushe pia, kama bado hujasubscribe katika chaneli hii, bonyeza maandishi yaliyoandikwa subscribe, kisha bonyeza alama ya kengele itakayotokea ili uweze kuwa mwanafamilia wa chaneli hii. Karibuni basi tuweze kutafakari kwa pamoja sehemu ya maandiko matakatifu, na tukianza tafakari yetu siku ya leo na somo letu la kwanza, ambalo kama nilivyokwisha kukufahamisha hapo awali ya kwamba linatoka katika kitabu cha pili cha Makabayo sura ya 7 aya ya kwanza mpaka aya ya pili na ile aya ya 9 mpaka ile aya ya 14. Vitabu hivi viwili, kitabu cha kwanza pamoja na cha pili cha Yuda Makabayo, vyaeleza juu ya historia ya Wayahudi karne ya kwanza kabla ya Kristo. Vitabu hivi vyaeleza historia ya Yuda Makabayo, kiongozi wa Kiyahudi aliyeongoza mapinduzi makubwa dhidi ya dola ya Kiseleusidi kati ya mwaka 175 mpaka mwaka wa 134 kabla ya kuzaliwa kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Kitabu cha kwanza cha Yuda Makabayo kinasimulia jitihada na juhudi za Wayahudi katika kulikomboa taifa lao dhidi ya mfalme Antiochus Epiphanes, mfalme wa Kiashuru. Na huku kitabu cha pili kinafafanua mafundisho mbalimbali na kikieleza teolojia mbalimbali kwa upana wake, kama vile maisha baada ya kifo, umuhimu wa uhuru wa dini na hukumu ya mwisho. Tunafahamu ya kwamba katika karne ya pili kabla ya Kristo, ufalme wa Yuda ulikuwa chini ya falme mbili ambazo ni ufalme wa Ptolemeriki wa Misri pamoja na ufalme wa Kiseleusidi wa Ashuru. Falme hizi mbili zilianzishwa na majenerali wakubwa wawili wa mfalme Alexander Mkuu, na baada ya kuwa amefariki baada ya kifo chake tarehe 11 ya mwezi wa 6 mwaka 323 kabla ya kuzaliwa kwa Kristo, wafalme hao wawili, ilipofika mwaka wa 200 kabla ya Kristo, wafalme hao wawili waliweza kugawana ufalme huu mkubwa uliokuwa chini ya mfalme Alexander Mkuu, na hizi falme mbili ziligawiwa miongoni mwa majenerali wakubwa wawili waliokuwa chini ya kiongozi Alexander Mkuu, na hao majenerali wawili basi wakawa wamegawana huu ufalme mkubwa uliokuwa chini ya Alexander Mkuu, na kila mmoja akawa ameanzisha ufalme wake. Na majenerali hawa sasa ndio hao waliounda falme mbili na zinazojulikana kama falme za Ptolemiki na Kiseleusidi. Na mwaka 200 ufalme wa Yuda ulianguka kwenye utawala wa Kiseleusidi kwa 100%. Ufalme huo ulieneza mila na desturi za Kiyunani kwa Wayahudi, na baadhi ya Wayahudi wakaanza kuacha tamaduni zao na kufuata tamaduni hizo ngeni tena za kipagani zilizoletwa kwao na mfalme huyu wa dola ya Kiseleusidi. Ulipofika mwaka wa 175 kabla ya kuzaliwa kwa Kristo, mfalme Antiochus Epiphanes, ambaye alijiita jina hili la Epiphanes ikiwa na tafsiri ya tokeo la Mungu, ambaye Wayahudi walimdhihaki na kumuita mfalme Antiochus Epimane, yani kichaa, alitawala ufalme wa dola ya Kiseleusidi. Alitangazwa kuwa mfalme mwaka wa 175 akiitawala sasa hii dola ya Kiseleusidi ambayo ilikuwa imekalia baadhi ya miji. Mfalme huyu akupendezwa kabisa na dini ya Kiyahudi pamoja na tamaduni zao, akaamua kufuta na kueneza tamaduni za Kiyunani. Kwa hiyo alikusudia kuzifuta tamaduni za Kiyahudi ili aweze kueneza tamaduni za Kiyunani. Mara kwa mara alivamia Yerusalemu na kupora vifaa mbalimbali vilivyotumika katika maadhimisho ya ibada hekaluni. Aliwaua na kuwateka Wayahudi. Alizuia matendo ya kiibada kwa Wayahudi, kama vile alizuia
kushika Sabato, alizuia sherehe mbalimbali za dini na alizuia vile vile hata mila zinazohusu kutahiriwa kwa Wayahudi. Alijenga altare mbalimbali za miungu wa Kiyunani na alitolea sadaka za wanyama wasiostahili katika altare hizo. Alifanya kufuru juu ya hekalu na akapitisha sheria iliyowalazimisha Wayahudi wote kutokumiliki wala kusoma maandiko matakatifu. Basi hiyo ndio hali ilivyokuwa kuanzia mwaka 175 kabla ya Kristo katika mazingira hayo ya Wayahudi. Matokeo yake ilikuwa ni nini basi? Katika kijiji kimoja kidogo cha Modini, familia ya Mattathias wa ukoo wa Hasmoni waliweza kufanya mageuzi makubwa, na hii ilikuwa ni mwaka wa 167 kabla ya Kristo. Matatia alikuwa kuhani mkuu mwenye watoto 5 ambao ni Joni, Simoni, Jonathani, Eliaza pamoja na Yuda. Watu wa Modini walilazimishwa na mfalme Antiochus Epiphanes watoe sadaka na kusujudia mungu wa kipagani anayeitwa Zeusi, na Matatia ndiye aliyelazimishwa kuongoza ibada hiyo katika mungu huyu wa kipagani. Matatia alikataa na kuanzisha vita dhidi ya jeshi la mfalme na kukimbilia milimani. Huu ulikuwa ni mwanzo wa mfululizo wa vita vilivyoleta uhuru kwa Wayahudi toka ukandamizwaji wa dola hii ya Kiashuru chini ya mfalme Antiochus Epiphanes. Baada ya muda mfupi, Matatia alikufa na mwanaye Yuda aliyejulikana kama Makabayo akaendeleza mapambano, na miaka 300 baadaye aliweza kulikomboa hekalu, kisha likatabarikiwa, na hapo ukawa ni mwanzo wa sherehe mpya inayojulikana kama sherehe ya Hanuka, ambayo huadhimishwa tarehe 25 ya mwezi wa Kiyahudi Kislev. Baada ya ukombozi huo wa kidini, Yuda aliendelea na mapigano kwa ajili ya ukombozi wa kisiasa na alikufa mwaka wa 161 kabla ya Kristo. Alirithiwa na Jonathani, na Jonathani alivyokufa alirithiwa na Simoni, na Simoni alivyokufa alirithiwa na mtoto wake aitwaye Joni Hyrcanus, na ikawa mwisho wa Makabayo, kitabu cha kwanza cha Yuda Makabayo. Katika kitabu cha pili cha Yuda Makabayo ambacho kinasadikika kuwa kiliandikwa mwaka 100, kimeandikwa kueleza mafundisho mbalimbali ya msingi ya kitolojia wakati wa mapigano hayo dhidi ya Antiochus Epiphanes. Mafundisho hayo ni kama vile umuhimu wa sala pamoja na sadaka kwa ajili ya kuwaombea wafu, lakini vile vile maombezi ya watakatifu, ufufuko wa wafu na siku ya Kiyama. Katika somo letu la kwanza basi, ndugu zangu wapendwa, tunasikia habari za ndugu 7 pamoja na mama yao. Ndugu hawa waliuawa kwa sababu wamepingana na maagizo yaliyotolewa na mfalme huyu Antiochus Epiphanes yaliyokuwa yakikinzana na imani yao. Kwa hiyo waliuawa kwa sababu hawakutii maagizo ya mfalme, lakini kwao waliona ni bora wakose utiifu katika maagizo ya mfalme kuliko kukosa utiifu katika maagizo ya Mwenyezi Mungu ambayo yameainishwa katika sheria ya Musa. Vijana hawa walipinga amri ya mfalme ya kuonja marufuku ya nyama haramu ya nguruwe. Hivyo waliteswa kwa kuchunwa ngozi pamoja na kukaangwa katika sufuria la moto, na mama yao alikuwa akishuhudia hayo yaliyokuwa yakiendelea. Vijana hawa basi walikataa kula marufuku hii ya nyama ya nguruwe, na nyama hii tunaambiwa kutoka katika kitabu cha Mambo ya Walawi sura ya 11 aya 7 mpaka aya 8 ilikataza kabisa ulaji wa baadhi ya vyakula akiwemo nguruwe pamoja na wanyama ambao wamepasuka miguu yao na hawawezi kucheua. Mnyama huyo alikatazwa kuliwa kutokana na sasa maagizo haya ya Musa, lakini nyuma sasa ya maagizo haya kitabu hiki cha Mambo ya Walawi sura ya 17 aya ya 8 tunaweza tukaelewa ni kwa nini mnyama huyu pamoja na baadhi ya wanyama wengine walikatazwa wasiliwe. Mnyama huyu alikatazwa kuliwa kwa sababu
mkubwa mmoja. Ni baadhi ya wanyama ambao walikuwa wakitumika kama sadaka ya kafara kwa miungu ya Kigiriki pamoja na miungu ya Kibabiloni. Na ndiyo maana sasa Mwenyezi Mungu kupitia Musa akawakataza wana wa Israeli ya kwamba wasile nyama hii ya nguruwe pamoja na wanyama wengine wote ambao wanatumika katika kafara kwa miungu hii ya Kiyunani pamoja na miungu ya Kibabiloni. Ndugu hawa 7 wanakataa kabisa kwamba hawawezi na wako radhi wafe kuliko kukosea kutokumtii Mwenyezi Mungu. Wanadhihirisha moyo wa ushujaa katika kupigana na dhambi, lakini vile vile kupigana na vishawishi vya dhambi. Wanakiri kuwa maisha vile vile baada ya hapa duniani, maisha baada ya kifo, kuna maisha mengine yanaendelea, kuna ufufuko wa wafu. Maisha haya ya hapa duniani hayaishi hapa, lakini kuna mwendelezo wake baada ya maisha ya hapa duniani. Na mwendelezo sasa wa maisha ya hapa duniani katika ufufuo wa wafu utategemeana na namna ambavyo umeishi hapa duniani. Kama uliishi maisha yako kumpendeza Mwenyezi Mungu, basi utapata mema mengi na heri nyingi, na utafurahi katika kuona uso wa Mwenyezi Mungu huko mbinguni pamoja na malaika na watakatifu wengine wote. Lakini kama ulipingana na maagizo ya Mwenyezi Mungu na yale ambayo Mwenyezi Mungu anataka wewe uyaishi, kwa hakika hautamuona Mwenyezi Mungu. Ni kama mtoto wa 4 anavyomwambia mfalme ya kwamba tunaamini katika ufufuo wa wafu kwa sababu tunashika maagizo ya Mwenyezi Mungu, na wewe ambaye umetutesa kamwe hutouona uso wa Mwenyezi Mungu. Ndivyo ilivyo kwa wale ambao wanaoshika amri na mapenzi ya Mwenyezi Mungu, hao watamuona Mwenyezi Mungu. Lakini kwa wale ambao wanaoishi maisha yao hapa duniani kana kwamba Mwenyezi Mungu hayupo, kwa hakika watu wa design hiyo hawatamuona Mungu. Kwa hiyo fundisho hili ndio unakuwa ni mwanzo sasa wa mafundisho yote ambayo yanayothibitisha na kuhalalisha uwepo wa maisha mengine baada ya maisha ya hapa duniani, na maisha hayo ya baadaye sasa yanategemeana na namna ambavyo umeishi hapa duniani. Kutoka katika somo la pili ambalo ni waraka wa pili wa Mtume Paulo kwa Wathesalonike sura ya 2 aya ya 16 mpaka ile sura ya 3 aya ya 15, Paulo anawapa moyo wa Kristo wasiwe na hofu juu ya siku ya mwisho, akiwasihi kwamba wanapaswa waishi maisha mema ili maisha yao ya baadaye yaweze kuwa mema vile vile pia. Kwa hiyo maisha mema ya hapa duniani yanatengeneza maisha mema ya huko mbinguni, na maisha mabaya ya hapa duniani yanakuandalia sehemu ya maisha mabaya vile vile katika jehanamu ya moto. Jitathmini, jichunguze na uchukue hatua. Kutoka katika somo la Injili siku ya leo, Injili ya Luka sura ya 20 aya ya 27 mpaka aya ya 38. Katika sehemu hii ya maandiko matakatifu tunasikia Yesu anajibu moja ya swali lililoulizwa na Wasadukayo kuhusu maisha yajayo ya baadaye. Mafundisho haya yametokana na swali hilo ambalo Masadukayo walitaka kujua. Mwanamke ambaye ameolewa na mwanaume huyo akawa amefariki bila kumwachia watoto, na anapaswa kwa mujibu wa sheria za Kiyahudi aolewe na kaka mdogo wake na marehemu na mwanaume, hivyo mpaka wanaume 7. Na hapo Masadukayo wanamuuliza Yesu, katika ufufuo wa wafu mwanamke huyu atakuwa ni mke wa nani kwa sababu aliolewa na ndugu 7? Labda kabla hatujasonga mbele kufafanua ni kipi ambacho Yesu amejibu, labda tuanze kwanza kwa kuwatazama Masadukayo ni watu wa namna gani. Masadukayo kilikuwa ni kikundi cha kidini ndani ya dini ya Uyahudi, na Masadukayo hawa walikuwa ni watu wa hadhi ya juu, watu wa tabaka la juu la maisha, na wenye kushika na kukubali vitabu 5 vya Musa peke yake na kukataa vitabu vingine vya Biblia. Hivyo basi baadhi ya mafundisho yaliyotolewa katika vitabu mbalimbali vya Biblia, kwa sababu walivikataa na wao wakashikilia vitabu 5 vya Musa, kwa namna hiyo waliyakataa vile vile pia. Hivyo walikataa mafundisho yote yanayohusu uwepo wa malaika, mafundisho yote yanayohusu ufufuo wa wafu, na mafundisho yote yanayohusu uzima wa milele. Hayo Masadukayo waliyakataa, lakini walishikilia vitabu 5 vya Musa, na walikuwa ni watu wenye ibada na washikadini kweli kweli.
Hivyo basi, msingi wa swali hili la hawa Masadukayo tunaweza tukasema kwa ujumla ilikuwa ni kejeli kwa Yesu. Kwa sababu gani? Tunajua kwamba Masadukayo hawa walikataa na hawakuamini juu ya uwepo wa ufufuo wa wafu. Vile vile walikataa na hawakuamini juu ya uwepo wa uzima wa milele. Basi swali lao kuhusiana na maisha yajayo katika uzima wa milele pamoja na ufufuo wa wafu ilikuwa ni dhihaka na jaribu. Inawezekanaje watu wasiokuwa na imani ya uzima wa milele, uwepo wa uzima wa milele na maisha ya uzima wa milele na ufufuo wa wafu, waulize swali ambalo linahusiana na uzima wa milele pamoja na ufufuo wa wafu? Kimsingi hawakupaswa kuuliza juu ya swali hilo au kuuliza juu ya uzima wa milele pamoja na ufufuo wa wafu, kwa sababu wao sio watu wanaoamini juu ya uwepo wa uzima wa milele wala ufufuo wa wafu. Kwa hiyo kilichotendeka hapa kwa Masadukayo kwa Yesu, jambo la kwanza ilikuwa ni dhihaka, ilikuwa ni kejeli na ilikuwa ni jaribu ambalo wanampatia Yesu waone atasema nini. Imani yao hawa Masadukayo inawatambulisha kuwa kuolewa pamoja na kuoa mwisho wake ni hapa duniani, kwa sababu hakuna kuolewa na kuoa katika maisha yajayo. Hata hivyo hawaamini katika uwepo wa maisha yajayo. Wanachoamini wao, maisha ni hapa duniani peke yake. Na kama ni hivyo, msingi wa swali hili umejengwa juu ya dhihaka, juu ya kejeli na kumjaribu Yesu waone watasema nini, kwa sababu ni wanauliza kitu ambacho hawana imani nacho, hawataki kusikia na wala hawatokisadiki. Jibu ni kwamba walitaka kumfanyia Yesu dhihaka, kwa kifupi kabisa. Na swali hili tuliangalia, swali lenyewe linahusu mwanamke aliyeolewa na ndugu 7 na aliyekufa bila ya kuacha watoto, kadri ya sheria ya Musa ambao tunasoma katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ya 25 aya 5 mpaka ya 10. Imeeleza hivyo kwamba mwanamume ambaye atafariki bila kuacha watoto, basi mke wake anapaswa olewe na mdogo wake ili aweze kumpatia kaka yake uzao. Na kama mdogo huyu sasa naye atafariki kabla ya kuacha uzao kwa kaka yake, basi mdogo wake wa kiume anaweza kumuoa huyu mjane ili aweze kumpatia kaka yake watoto. Na lengo hili sasa la kumpatia kaka yake uzao ni ili jina la mtu huyu, marehemu huyu aliyefariki, liweze kuendelea kuwepo katika uso wa dunia. Na Yesu anajibu kuwa katika maisha ya utukufu hakuna kuoa wala kuolewa, na watu huko hawafi tena, wako sawa na malaika wenye miili ya utukufu. Kwa hiyo ndugu zangu wapendwa, ni swali ambalo kwa kweli limeulizwa katika namna hiyo ya dhihaka na kejeli, lakini ni swali ambalo linalofunua zaidi juu ya maisha yajayo. Tutambue kwamba maisha yetu hapa duniani sio mwisho. Tuko katika mazingira ya fujo, uwanja wa fujo, kama ambavyo tunavyoelezwa na mwandishi nguli wa Kiswahili Edwin Senzaba, ya kwamba mazingira yetu tulionayo ni mazingira ya fujo, lakini tunapaswa kuhakikisha katika mazingira haya ya fujo sauti ya Mwenyezi Mungu inasikika katika masikio yetu, na kwa kutii sauti hiyo ya Mwenyezi Mungu tunajiandalia makao ya milele katika baada ya maisha ya hapa duniani. Maisha yetu yaishi hapa, maisha yataendelea zaidi ya hapa, na maisha ya hapa sasa yanaandaliwa, maisha ya baadaye sasa yanaandaliwa kadri ya jinsi ulivyoishi hapa. Mambo matatu ya msingi ambayo tunaweza tukajifunza na kutafakari kwa pamoja kutoka katika sehemu hii ya maandiko matakatifu. Kwanza, jambo la kwanza, kifo ni sifa kuu ya kiumbe hai chochote kilichoumbwa na Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo kiumbe chochote kilichoumbwa na Mwenyezi Mungu kilicho hai kitaonja mauti. Kwa hiyo kifo sio mwisho wa maisha, lakini kifo ni mwanzo wa maisha mema, mazuri na yenye heri. Hupaswi kukiogopa kifo, lakini jambo la msingi ni kwamba tunapaswa kuandaa maisha yetu ya baadaye. Ishi vyema, ishi kwa hofu ya Mwenyezi Mungu, ishi kwa kufuata taratibu za Mwenyezi Mungu, ishi ukiongozwa na upendo kwa Mungu na kwa jirani na kwa vitu vyote.
Ishi maisha ya unyenyekevu na kujishusha mbele ya Mungu na mbele ya wanadamu. Ishi kwa hekima na busara kubwa kabisa ya kimungu. Usiogope kifo, usiogope kufa, bali omba daima kifo chema ambacho kitakukuta katika hali ya neema, na kifo hicho sasa kiwe ni daraja cha kukutoa katika maisha ya hapa duniani na kukuingiza katika maisha ya uzima wa milele huko mbinguni. Kwa hiyo kifo kwetu sisi Wakristo wenye imani thabiti, kwetu sisi ni sherehe, kwa sababu utazaliwa katika makao mapya ya uzima wa milele endapo tu kama umeweza kuishi maisha yako vyema hapa duniani. Jambo la pili, kutoka kwa Masadukayo tunajifunza kuwa tujitahidi vile vile kuchunga ndimi zetu. Masadukayo hawa, kwa swali walioliuliza na kwa imani walionayo, kwa ujumla wake tunaweza tukasema ni dhihaka. Kwa hiyo na ulimi huo wa Masadukayo hawa ndio uliotoa dhihaka. Ulimi huu wa Masadukayo hawa ndio uliotoa kejeli. Ulimi huu wa Masadukayo hawa ndio uliotoa mzaha. Kwa sisi ambao tunaelewa na tunaamini, ulimi wa mtu ambaye ameamini haupaswi kuwa ni ulimi wa kutoa mambo yasiyofaa. Chunga sana maneno, chunga ulimi wako, chunga mdomo wako. Ulimi una uwezo wa kuleta maumivu kwa watu. Ulimi una uwezo wa kuwagawa watu. Ulimi una uwezo wa kuwatenganisha na kusambaratisha kabisa jamii ya watu. Tumia ulimi wako vizuri. Ulimi wako daima uwe ni kwa ajili ya kuleta amani. Ulimi wako daima uwe ni kwa ajili ya kuleta mapatano. Ulimi wako daima uwe ni kwa ajili ya kuleta furaha. Usitumie ulimi kuwaumiza watu. Usitumie ulimi kuwafarakanisha watu, wala usitumie ulimi kuwadhalau na kuwadhihaki watu. Matumizi ya ulimi daima yawe ni kwa lengo lililo jema. Hakikisha kabisa ya kwamba ulimi wako kabla haujatoa neno lolote, uwe una muunganiko kati ya ulimi pamoja na amri ya Mwenyezi Mungu na mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Utumie ulimi kwa kueneza utukufu wa Mungu duniani, lakini usitumie ulimi kinyume chake. Usitumie ulimi kuwaumiza watu. Usitumie ulimi kuwafanya watu wakose amani. Usitumie ulimi kusambaratisha familia za watu. Usitumie ulimi kuua watu na mambo mengine yasiyofaa ambayo yanaweza yakatoka katika kinywa cha mtu muovu. Lakini daima siku zote kumbuka ya kwamba ulimi wako ni sehemu ya uponyaji kwa watu na kuleta mapatano kwa watu. Na jambo la tatu tunalojifunza kutoka katika sehemu ya maandiko matakatifu ni kwamba tumesikia habari za huyu mwanamke ambaye ameolewa na wanaume 7 wa ndugu mmoja, na hawa walikuwa wakifanya hivyo ili wampatie kakao zao. Lakini dunia ya leo kwa mwenendo sasa si tena katika namna hiyo ya kuwapatia watu zao, lakini huenda imesha kuwa ndio mtindo wa maisha. Si ajabu kumkuta mwanamke ana wanaume zaidi ya 7 au mwanamume ana wanawake zaidi ya 7 wanaojulikana na wasiojulikana. Kwa hiyo vile vile hata somo hili na sehemu hii ya maandiko matakatifu na swali hili la Masadukayo lilitutafakarishe zaidi ya uaminifu, hususan kwa wale walio katika sakramenti ya ndoa. Ni kifungo hicho, huenda ukawa ni msalaba huo, lakini ukusaidie kukufikisha mbinguni. Ishi maisha mema ya uaminifu katika sakramenti hiyo na maisha mema ya uaminifu kwa Mwenyezi Mungu. Huu mtindo wa maisha tulionao sasa haufai wala haustahili na wala sio wa kuiga, na tunaharibu jamii yetu kwa ujumla na tunamfedhehesha na kumwaibisha Mwenyezi Mungu. Katika tafakari ya leo ulikuwa na mimi Padri Kefa wa Jimbo Katoliki hili la Geita. Kulinda na kubariki Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Muwe na Dominika njema na siku njema.